Usimjue Mungu kwa namna uliochagua, kwa sababu haitakupa namna alionayo. Ukielewa ulimwengu wa roho unachotafsiri, ni rahisi kusimama kwa kile ambacho mbingu inajua. Ukichagua tafsiri, utapoteza kusimamiwa na mbingu kwa kile mbingu inajua. Na ndiyo maana wakati watu wanashindwa kusema, mbingu zilisema kwa habari ya Yesu, huyu ni mwanangu mpendwa, naye pendezwa naye, msikilizeni yeye. Kwa sababu alielewa nini mbingu inaelewa kuhusu mifumo yake. Unataka kusemewa mbingu? Unataka mji usikie sauti yako? Unataka wateja wasikie sauti yako? Unajua nguvu ile kwa kwenye sauti ya Yohana ilikuwa inatokea wapi? Yaani sauti ya mtu anayelia nyikani, ila watu wanatoka mjini. Sauti ya mtu inayolia nyikani, ila watu wanatoka nje ya mji. Hiyo sauti ilikuwa na nguvu kiasi gani? Niliwahi kuambia watu, shida haikuwa sauti ya Yohana, kwa sababu sauti zilikuwa nyingi sana. Ila shida kile ambacho Yohana ameelewa kuhusu mbingu. Sababu Biblia inasema apalitokea mtu ambaye ametumwa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Leo hii watu mnatumwa kutoka kwa Mungu kwa mafunuo haya, ili watu kutoka mijini na vijijini waje sehemu mlizopo wafanye mambo ambayo wanatakiwa wawafanyie. Changamoto inakuwaga hapa, huwa mnachagua kumwelewa Mungu kwa namna ambayo yatamani umwelewe. Unaweza ukanielewa vizuri. Huwa mnachagua kumwelewa Mungu kwa namna zenu ambazo yeye hajazitafsiri mnafaa kumwelewa. Labda nifanye hivi,